Hujambo na karibuni katika Genesis hadi Ufunuo, kipindi cha kufundisha Biblia na 17:16-12. Leo tunasoma habari muhimu kutoka Hesabu sura ya 20, habari ya maji kutoka mwambani, kifo cha Miriamu na Haruni, na kosa kubwa la Musa lililomzuia kuingia katika nchi ya ahadi. Hii ni somo la kina kuhusu utii, kiburi, na matokeo ya kutomtukuza Mungu kwa njia sahihi. Tunasoma Hesabu 20:1-13. Basi wana wa Israeli, jamii yote, wakafika jangwani la Sini mwezi wa kwanza, nao watu wakakaa Kadeshi. Huko Miriamu akafa na akizikwa huko. Na hapakuwa na maji kwa ajili ya jamii, nao wakajikunja pamoja dhidi ya Musa na Haruni. Basi Musa akachukua fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Naye Musa na Haruni wakalikusanya mkutano mbele ya ule mwamba. Naye akawaambia, sikilizeni sasa, enyi waasi, je, tutawatolea maji kutoka mwambani huu? Naye Musa akauinua mkono wake, akauipiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, nayo maji yakatoka mengi, nayo jamii ikanywa pamoja na mifugo yao. Kuna maelezo muhimu yanayosahaulika mara nyingi katika hadithi hii. Kwanza, hii ilikuwa mara ya pili Mungu kutoa maji kutoka mwambani. Mara ya kwanza katika Kutoka 17, Musa alipiga mwamba. Lakini hapa Mungu alisema aseme na mwamba tu, hakuna kupiga. Pili, Musa alisema sisi tutawatolea maji badala ya kusema Mungu atawatolea maji. Alichukua utukufu wa Mungu. Tatu, Miriamu alikufa mwanzoni mwa sura hii, na baada ya kifo chake ndipo kukakosa maji. Yeye alikuwa msuluhishi muhimu. Tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Kwanza, mabadiliko kutoka utii hadi kiburi. Musa ambaye alikuwa mtu mnyenyekevu zaidi duniani akawa na kiburi na kuchukua utukufu wa Mungu. Pili, mabadiliko kutoka baraka hadi adhabu. Matendo ya kiburi yalisababisha kuzuiliwa kuingia katika ahadi za Mungu. Tatu, mabadiliko kutoka uongozi hadi urithi. Kizazi cha zamani kinaisha, kizazi kipya kinaanza chini ya Yoshua. Wanyamapori wanashuhudia mazingira haya kwa macho ya huzuni na mshangao. Mimi ninashuhudia uongozi wake mwema kwa miaka mingi. Ni jinsi gani mtu mnyenyekevu zaidi anaweza kubadilika kivyake? Nimeona jinsi alivyotutumikia kwa utii. Lakini leo amechukua kile ambacho ni cha Mungu pekee. Kutoka juu ninaweza kuona mzunguko, baraka, dhambi, matokeo. Hata viongozi wazuri wanapoasi, kiumbe chote kinahuzunika. Somo hili linatuonyesha mambo muhimu matatu. Kwanza, uongozi haumaanishi kumiliki utukufu wa Mungu. Tunapewa wadhifa, si utukufu. Pili, matokeo ya dhambi yanagusa hata viongozi wazuri, hakuna aliye juu ya sheria za Mungu. Tatu, Mungu anaweza kutumia hata hasira yetu ili kutoa baraka kwa wengine. Maji yalitoka pamoja na kosa la Musa. Je, unaongoza kwa unyenyekevu? Je, unachukua utukufu wa Mungu? Tuombe ili Mungu atuongoze katika utii na unyenyekevu. Mungu akubariki. Songa na sisi katika kipindi kijacho tunapoendelea na safari yetu kutoka Genesis hadi Ufunuo. Asanteni kwa kutufuata. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.